Baadhi ya wanasiasa katika chama cha ODM wametoa changamoto kwa aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kuwasilisha ushahidi wake dhidi ya serikali kwa idara ya DCI na tume ya maadili ya kupambana na ufisadi kwa uchunguzi. Wakiongozwa na naibu kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nassir, viongozi hao walitaja madai ya Muturi kuwa ya aibu na kejeli, wakisema alipokuwa serikalini alikuwa mwenye kusifia utawala wa Kenya Kwanza. Na Muturi ambaye alihudumu kama mwanasheria mkuu katika serikali ya Kenya Kwanza amekuwa akishutumu serikali kwa matumizi mabaya ya fedha za umma na ufisadi, madai ambayo viongozi wa chama cha ODM wanadai hayajathibitishwa. Lahul asma. Akizungumza wakati wa dhifa ya sherehe ya Eid aliyoiandaa, gavana wa kaunti ya Mombasa ambaye ni naibu kiongozi wa chama cha ODM Abdul Swamad Nassir alitoa changamoto kwa aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kuthibitisha madai yake kwamba serikali ya Kenya Kwanza ni fisadi. And I want you guys to actually raise it as a substantive motion in Parliament to discuss it, that someone who has evidence against any ill doing against the people of Kenya should not use it for political gain, lakini aende to the right authorities, EACC iko, EDCI iko. Kiongozi wa walio wachache bungeni Junet Mohamed alipinga madai ya Muturi akisema hayana msingi wowote. Junet akidokeza kuwa atawasilisha hoja bungeni kumlazimisha Muturi kuelezea gharama ya ujenzi wa jengo la Bunge Towers wakati wa uongozi wake kama spika wa bunge la kitaifa na mwenyekiti wa tume ya huduma za bunge. Mimi kama mbunge nataka kuleta mswada nyingine. Yeye ameongea juu ya mambo yote, hakuongea juu ya mambo moja. Kuna jumba hapo bunge inaitwa Bunge Towers ambayo kuna maofisi ya wabunge. Hiyo nyumba wakati tumekaa chini kama wabunge ilikuwa inafaa ijengwe na 6 billion. Wakati Muturi anatoka kwa ofisi, hiyo jumba ilijengwa na 27 billion. Hapo pia afafanulie sisi kidogo ili tujue hiyo jumba imetoka 6 billion namna gani na ikafika 27 billion. Naye katibu wa chama hicho Edwin Sifuna na waziri wa madini Hassan Joho wakimtaka Muturi kuwasilisha madai yake kwa asasi husika. Kuna madai mazito sana ambaye ametoa Mheshimiwa Justin Muturi, na tungemwomba sasa achukue hatua, afike pale kwenye vitengo vya uchunguzi na polisi, awasilishe stakabadhi ambazo yako nazo ili Wakenya waweze kujua ukweli ya yale madai ambaye ametoa. Antoboa mambo, lakini pia kila mmoja na maoni yake. Nataka kumuuliza pia Justin Muturi, kwa nini maneno haya hakuyasema wakati akiwa kule ndani? Aidha, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hakugusia swala la matamshi ya Muturi na badala yake akahimiza bunge kuheshimu katiba na kutoa fedha zaidi kwa serikali za kaunti. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa. Lakini wameweka pesa kule, unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga nyinyi soko. Kwa sababu gani? Viongozi hao pia walitoa wito kwa serikali kukabiliana na ufisadi na kuboresha huduma za afya, huku akisisitiza kuwa chama cha ODM hakishirikiani na serikali kuwasaliti wa Kenya. Gishuke Washira, Dira ya Magwiji.